Shout a bigger hallelujah. Sema haleluya ya nguvu. Lift up your voice and appreciate God. Inua sauti yako na umshukuru Mungu. Give him all the glory. Mpe utukufu wote. For bringing you here again this morning, thank him. Kwa kuleta tena hapa asubuhi ya leo mshukuru. Worship him from the depth of your heart. Waabudu kutokana na kilindi cha moyo wako. He brought you here to open the heavens over you. Amekuleta hapa kufungua mbingu juu ya The maisha heavens yako. must be open today. Mbingu zako zitafunguliwa leo. Something new must happen in your life. Kitu kipya lazima kitokee maishani mwako. Give him all the glory. Mpe Mungu utukufu wote. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Luke chapter 7 verse 21. Luka 3:21. Jesus prayed Yesu aliomba and the heaven opened. na mbingu zikafunguka. It's our covenant day of open heavens. Ni siku yote ya kiagano ya mbingu zilizo One wazi. of the keys to open heaven is a key of prayer. Funguo mojawapo ya kufungua mbingu ni funguo ya maombi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you are not ready to pray, Kama hauko tayari kuomba, you are not ready to experience open heavens. hauko tayari kupata mbingu zilizo And wazi. open heaven involves in all the areas of our lives. Mbingu kwa wazi inahusisha katika maeneo yote ya In maisha yako. every area you desire open heaven, Eneo lote unaotamani mbingu zifunguke, tell him to open heaven for you. mwambie akufungulie That mbingu you kwa ajili must go yako. back with something today. Kwamba lazima leo urejee ukiwa Tell na God that you kitu. will not go back the same. Mwambie Mungu sitaki You kuondoka didn't nilivyokuja. come here to see pastor. Au kuja hapa kumwona You mchungaji. didn't come here to see any of the members. Au kuja hapa kumwona You mshirika have yote. come here to see God. Umekuja hapa kumwona You have Mungu. come here to meet God. Umekuja hapa kukutana na Look Mungu. unto God. Tazame Mungu. The Bible says in Psalm 34 verse 5 Biblia inasema katika Zaburi that 35 they mstari wa look 5, unto him walimtazama yeye and their faces, and they were enlightened, wakati wa nuru and their faces were not ashamed. na nyuso zao hazikuona There is haya. God in heaven that if you look unto him, Kuna Mungu yuko mbinguni kwamba ukimtazama you will never be ashamed. hautaona haya. When you look unto a man, you can be ashamed. Unapomtazama mwanadamu unaweza ukaona haya. Man can promise you something unfair, Mwanadamu anaweza kuahidi kitu na but this asitimize. God is not a man. Lakini Mungu huyu si He's mwanadamu. not a man that he should lie, Si mwanadamu atasema or a uongo. son of man that he should repent. Wala si mtu hata Whatever ajute. he say, he's ready to do. Kila anachosema yuko tayari Lift up your kufanya. voice and look unto him in Inua prayer. sauti yako na Lord, umtazame open yeye. my heavens. Mwambie Mungu fungua mbingu Open the zangu. heavens over me. Fungua mbingu juu ya Open maisha the yangu. heavens over me. Fungua mbingu juu ya maisha Every yangu. heaven have been closed over me. Let it Kila be mbingu open. iliyofungwa kwangu In my ifunguliwe. finances, open the Kwenye fedha heavens. zangu In mbingu my marital ifunguliwe. life, open the Kwenye heavens. maisha yangu ya ndoa In my mbingu health, ifunguliwe. open the heavens. Kwenye afya yangu In my mbingu academics, ifunguliwe. open the Kwenye heavens. taaluma yangu Is somebody mbingu praying? ifunguliwe. Is somebody Kuna praying? mtu anaomba. You must not go back the same. Upasi kuondoka Oh, ulivyokuja. something must happen in your Kitu heart. lazima kitokee kwenye maisha Jesus, yako. visit your people. Yesu tembelea watu Open the wako. heavens over your people. Fungua mbingu juu ya Open maisha the ya watu heavens wako. over your people. Fungua mbingu za watu Open wako. the heavens over your Fungua people. mbingu za watu And pour wako. out the blessings Na mimi na that will not baraka have enough room to receive it. ambazo hawatakuwa na They mahala look pa unto you kuziweka. and they were enlightened. Walikutazama And wewe. their faces were not Wakati wa ashamed. nuru na nyuso Look zao unto hazikuona him. haya. Tazame Oh, yeye. God is all you have to have all your need Mungu met. ndio unayemhitaji ili God is kupata mahitaji all you yako. have Mungu to ndiye have all unayemhitaji your need met. ili mahitaji yako uyapate. Oh, halabababababa. Is somebody crying to the Most High Kuna God? mtu analia kwa Mungu aliye juu. Oh, He will never reject your prayers. Mungu hawezi kukataa Oh, this maombi is the yako. confidence that we have in Huu ni Him. ujasiri tuliokuwa nao That if we kwake. ask anything according to His Kwamba will, tukiomba lolote kwa He mapenzi yake heareth us. He anatusikia. heareth us. Anatusikia. He heareth us. He Anatusikia. heareth us. He Anatusikia. heareth us. We Anatusikia. serve a God that answers prayer. Tunamtumikia Mungu If there is a anayejibu man to maombi. pray, there is a God to Kama answer. kuna mtu wa kuomba If yuko there is a Mungu wa woman to pray, kujibu. there is a God to Kama kuna answer. mwanamke wa This kuomba God yuko Mungu wa answers kujibu. prayers. Mungu huyu This God anajibu answers maombi. prayers. Mungu huyu This anajibu God maombi. answers prayers. Mungu huyu anajibu This God maombi. answers prayers. Mungu huyu anajibu maombi. Oh, yakata katala baba baba. Lando 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 lando. Shuaka la kato shandali bando liaba. Shuandela balaba. Ask him to visit you in this service and turn things around for you. When your heaven opens, lack and want is destroyed. When the heaven is open, delay is destroyed. When the heaven opens, stagnation is terminated. Oh Lord, open the heavens over your people. Open the heavens over your people. Ayakato kalikate kalabalaba. Shuakate kalobosha balaba. Is somebody praying? Lift up your voice and pray. God wants to hear the voice of your supplication. If there is no intercession, there is no intervention. Until man intercedes, God does not intervene. Alande kato shaka. Aliande. Oh, yelanda liaka shalaba.
O belande lava, liando balande katushando liaba. Shwande kata, open the heavens over your people. 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 Ayando liaba. Heal their sicknesses today. Lord, deliver them from the oppressions of the devil. Lord, deliver them from every attack of the devil. Deliver them from the wickedness of the wicked. Let you know one return back the way he or she came today. Shakato balanda liya bashonde la baraba. Ayali bakato shakatara barabolia. Oh, liaba. Is somebody praying? Kuna mtu anaomba? In the name of Jesus. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Why art thou that thou art calling? Do not pass me by. Usinipite Mwokozi, usinipite Mwokozi. Hola, hola. Ayando alande ekoshiabanda abando bakieto. Agabigalam Jesus. Ole bana bali bashi bala bana libanda laba. Ilanda laba kateke tosha laba baba. Bwana Yesu, Yesu. Bwana Yesu, Yesu. oh, jina lako Ayala baba 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 baba. Alando lobo sheketolia baba baba. Ayala baba baba sholobo shia baba baba. Ekete kete kete baba. Alaba alaba baba 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 baba. Jesus, Jesus, oh Jesus, here, Jesus, here, Thank you, Jesus. Asante Yesu.
Oh, he will not pass you by today. hata kupita leo. Oh, you must return with open heaven testimonies. Utarejea na ushuhuda wa mbingu zilizo wazi. That issue of concern is turning them to Hilo testimonies tatizo now. lako linageuzwa kwa That ushuhuda. sickness in your body is healed Huo now. ugonjwa wa mwilini That unaponywa sasa. negative medical report is Taarifa reversed mbaya now. madaktari inabatilishwa That sasa. delay is destroyed now. Uko kucheleweshwa That kunaharibiwa terminal sasa. disease is terminated Ugonjwa wa now. mauti Take unakomeshwa. your healing now. Take your Pokea deliverance. uponyaji wako Take your sasa. testimonies Pokea now. Take ushuhuda wako. it. Take it. Take it. Take it. Take it. Pokea, Take it. Take pokea, it. pokea. Whatever tormenting you today, it is over. Chochote Today kinachokutesa it is leo over. Something is kimekoma. happening in your body already. Kuna kitu Something is kinatokea happening. kwenye mwili Whatever my wako. heavenly Father have not Chochote ambacho planted, Baba let it be mbinguni rooted out. hajapanda, Let it be kinang'olewa. rooted out. Let it be rooted Kinang'olewa, out. kinang'olewa. Lekushakabanduliaba. Shuakateketo bweliandalaba. Shiakato bweliandolobo shikalabaraba. Ayala baba 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 baba. Lakatokotolia baba baliaba. Shuakiatoshi andalaba. Levando bweliabalaba. No one will return from this sermon without a definite encounter to Hakuna Jesus. atakayerejea pasipo Give mguso wa everyone kiungu. a definite encounter Patie kila mmoja mguso wa by kiungu your word today. kupitia neno lako Let the leo. heavens over everyone be open continually. Mbingu ya kila mmoja ifunguliwe Every daima. closed heaven, let it be open today. Mbingu iliyofungwa ifunguliwe leo. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Visit your people again. Tembelea watu wako tena. Send your word to your people. Tuma neno lako kwa watu wako. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la It Yesu. is my new dawn era. Majira yangu hapa pambazuko jipya. Please help me welcome your neighbor to the left and the right. Karibisha jirani yako upande Tell wa your kuume na neighbor, kushoto. welcome to your day of open heaven. Mwambie karibu katika siku yako ya mbingu Tell your zilizo neighbor, wazi. welcome to your day of open heaven. Mwambie karibu katika siku yako ya mbingu zilizo Please wazi. have your seat. Tafadhali keti. Praise God. Bwana asifiwe. You are welcome. Unakaribishwa. It's with joy in my heart, I welcome everyone. Kwa furaha moyoni mwangu namkaribisha kila mmoja. Everyone invited to be part of this service today, Kila mmoja alikaribishwa kushiriki katika ibada hii ya leo. you are welcome. Unakaribishwa. After this short word, we are going to go into the graduation of our BCC and LCC students. Baada ya neno hili fupi la hamasa tutakwenda kwenye mahafali ya wanafunzi wa cheti cha msingi na cheti cha uongozi. Hallelujah. Haleluya. Our prophetic focus, as we are all aware, is I Tam- am redeemed for exploit. Tamko letu la kinabii kama wote tunavyotambua, nimeokolewa kutenda matendo I makuu. am redeemed for exploit. Nimekombolewa kutenda matendo makuu. Somebody say to himself or herself, I am redeemed for exploit. Jiambie nimekombolewa kutenda matendo Say makuu. it and let God hear you. Sema ili Mungu akusikie, I am redeemed nimekombolewa for exploit. kutenda matendo makuu. And you shall do Na exploit. utatenda matendo makuu. Daniel chapter 11 verse 32. Danieli And 11:32. the people that do know their Na God, watu hao wamjuao Mungu wao they shall be strong watakuwa hodari, and they shall do exploit. watatenda matendo makuu. In our teachings, we have been looking at unveiling Katika mfululizo wetu tumekuwa tukitazama the kufunua breakthrough power of kingdom stewardship. nguvu ya mipenyo iliyoko katika utumishi wa We have ufalme. been told Tumeambiwa that we are ordained to command exploit in life, kwamba tumekusudiwa kutenda makuu katika maisha. which connote outstanding success. Hiyo maana yake ni mafanikio makubwa ya kutofautishwa. Failure and mediocrity Kushindwa na kudhihakiwa is not part of our identity package. sio fungu katika wokovu tuliokuwa nao. He created us and ordained us Alituumba na akatuweka to be kings and priests. tuwe wafalme na He makuhani. created us to be above only and not beneath. Ametuumba tuwe juu tu na si chini. It is not God's plan. It's not God's plan for your life. Si mpango wa Mungu kwa maisha yako For that favor, for that failure you are experiencing, kupata hiyo hali ya kushindwa unayoiona. it is not of God. Huo sio mpango wa Mungu. And the last failure you experience shall be the last in your Kushindwa life. kwa mara ya mwisho ulikopapata ndio kutakuwa kwa mwisho Somebody kabisa. shout a louder amen. Sema amina kubwa. But despite that, exploit is your birthright. Pasipo kujalisha kwamba matendo makuu ni haki You yako ya have to kuzaliwa. serve your way to it. Inabidi utumike hata kufikia matendo Serving makuu. God is a key to exploit. Kumtumikia Mungu ndio funguo wa kutenda And matendo I makuu. said in the first service, Nikasema kwenye ibada ya kwanza, if you are not ready today to bend and serve, kama uko tayari leo kuinama na you kutumika, cannot rise tomorrow to lead. hauwezi kuinuka kesho Those who kuongoza. are bending today and serving, Wale wanaoinama leo na kutumika they are the ones that will bend tomorrow. ndio watakaotawala kesho. Jesus was enthroned Yesu alienzishwa because he took a form of a servant. ni kwa sababu alivaa namna ya He utumwa. removed reputation from his life. Aliondoa heshima katika maisha yake. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And God said,
let this mind that is in Jesus be in you. Na Mungu akasema nia hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yenu. Philippians chapter 2 verse, reading from verse 5. Wa Filipi 2 kuanzia mstari wa He 5. tried to describe who Jesus was. Ilikuwa inajaribu kutuonyesha Yesu alikuwa wa namna gani. In verse 6 that this Jesus is not an ordinary person. Ule mstari wa 6 kwamba Yesu sio mtu wa kawaida. He is God. Yeye ni Mungu. He came in the form of God here on earth. Alikuja katika namna ya But he kimungu hapa did duniani. not thought it robbery to be equal with God. Lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu. He didn't sit down waiting for people to serve him. Hakukaa chini kuwasubiri watu But the Bible wamtumikie. says he made himself of no reputation. Lakini Biblia inasema alijifanya kwamba hana heshima. Reputation have destroyed a lot of destinies in the kingdom. Heshima imewaharibu watu wengi katika ufalme. Jesus made himself of no reputation. Yesu alijifanya kuwa hana utukufu ama hana In heshima. other words, he put title aside. Kwa maana mengine aliweka cheo chake pembeni. There is no entitlement in a title. Hakuna kuinuliwa kupitia cheo. Title will never lead you anywhere. Cheo hakitokupeleka popote. Jesus put title aside Yesu aliweka cheo and pembeni. put a form of a servant. Akavaa namna ya utumwa. He put a form of a servant. Alivaa namna ya utumwa wa The utumishi. greatest title in this kingdom Cheo kikubwa katika ufalme huu is when somebody call you the servant of the living God. ni pale mtu anapokuita mtumishi wa Mungu aliye hai. And that's what God normally says. He say, my servant David. Ndio maana mara nyingi Mungu anasema Have you, mtumishi wangu Daudi. have you considered my servant Job? Je, umemtazama mtumishi wangu Ayubu? My servant Moses is not like you. Mtumishi wangu Musa si kama ninyi. That's the greatest title. Hicho ndio cheo kikubwa. It is not your title. It's not being a pastor, a bishop, archbishop, So or a deacon or a deaconess. Sio kuwa na cheo kama mchungaji, It is shemasi, not what askofu. matters. Cheo hakijalishi. The greatest title is the title of a servant. Cheo kikubwa ni cheo cha mtumishi. Jesus put on that title Yesu aliweka chini cheo and serve. He akatumika, became obedient, akawa mtii. even obedient to the death. Alikuwa mtii hata mauti. And God said, you have done that. Na Mungu asema kwa sababu umefanya hilo. You have done this. Kwa sababu umefanya hilo. The Bible said, God wherefore have highly exalted him. Sasa hivyo Mungu akamwadhimisha mno. His exploit and outstanding success came by taking a form of a servant. Matendo yake makuu na mafanikio makubwa aliyapata kupitia utumishi. Abraham was a servant. Ibrahimu alikuwa ni mtumishi. Every great man and woman in this kingdom, they are servants. Kila mtu mkuu katika ufalme huu ni mtumishi. The secret of greatness in this kingdom is bending down to serve today. Siri ya ukuu katika ufalme huu ni kuinama na kutumika leo. Serving your God with humility of heart. Ukimtumikia Mungu wako kwa unyenyekevu wa moyo. And you know, a proud man and a proud woman cannot serve. Unajua mtu mwenye kiburi hawezi kutumika. And God resisted the proud Na Mungu anawapinga wenye and kiburi. give it more grace to the humble. Na anatoa neema zaidi kwa wanyenyekevu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I rebuke the spirit of pride in the life of anyone here. Na kemea roho ya kiburi katika maisha yote hapa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You have to serve. Inabidi utumike. But our emphasis today Lakini msisitizo wetu leo is to remind every one of us ni kumkumbusha kila mmoja wetu that kingdom stewardship is your covenant responsibility. utumishi wa ufalme ni wajibu wako wa kiagano. It is not the responsibility of few in the kingdom of God. Sio wajibu wa wachache katika ufalme wa Mungu. Everyone created by God, Kila mmoja aliyeumbwa na Mungu, everyone saved by God, kila aliyeokolewa na Mungu, is your responsibility to serve. ni wajibu wako kutumika. Jesus told Moses, God told Moses, Mungu alimwambia Musa, go and tell Pharaoh, nenda ukamwambie Farao, let my people go, waache watu wangu that waende they may serve me. ili wapate That kunitumikia, they may serve me. ili wapate kunitumikia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. You are saved to serve. Umeokolewa ili kutumika. You are redeemed to serve. Umekombolewa ili kutumika. Service should be part of our redemption responsibility. Utumishi unapaswa kuwa sehemu wa wajibu wetu katika ukombozi. And we say you don't have to be an ordained worker in a church to serve God. Unajua hauhitaji kuwa mtumishi aliyekuwa wakfu kanisani ili You don't have umtumikie to be Mungu. ordained worker. And when we talk about ordained worker, Tunapozungumzia watendakazi waliokuwa we are wakfu, saying you don't have to be a pastor to serve. hauhitaji kuwa mchungaji ili You don't utumike. have to be an elder to serve. Hauhitaji kuwa mzee wa You kanisa don't ili have to be utumike. a deacon and deaconess to serve. Hauhitaji kuwa shemasi ili utumike. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Job was not a pastor. Ayubu hakuwa mchungaji. Job was not a bishop. Ayubu hakuwa askofu. Job was a businessman. Ayubu alikuwa ni mfanyabiashara. A businessman. Mfanyabiashara. A renowned businessman. Mfanyabiashara He aliyetambulika. served his way to his greatness. Alitumika hata kufikia ukuu And in aliopata. Job chapter 1 verse 9, Ayubu 1:9. God was boasting.
Mungu alikuwa anajivunia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Verse 8. Mstari wa 8. He said, the Lord said unto Satan, Kisha Bwana akamuuliza Shetani, have you considered my servant Job? je, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu? God was boasting of Job. Mungu alikuwa anajivunia He Ayubu. was a businessman. Alikuwa ni mfanyabiashara. Daniel was a politician, Danieli alikuwa ni mwanasiasa, but he was a servant. lakini alikuwa ni He mtumishi. was a prime minister Alikuwa ni waziri mkuu in a strange land. katika nchi ya wageni. But they know him. When they are looking for what is, or how to accuse him, Walipokuwa wanatafuta namna ya they kumkamata, say there is no other thing we can find wasema hakuna, hatuwezi kupata kitu kingine chochote except for him and his God. isipokuwa kwa Mungu wake. And they made a law that anyone that prays Wakatengeneza sheria kwamba yote atakayevunja will be put to the den of lion. atatumbukizwa katika And shimo la when simba. Daniel heard about the decree, Danieli aliposikia hiyo sheria, Daniel opened his windows Danieli akafungua madirisha yake, and prayed to his God. akaomba kwa Mungu wake. And you know what happened? They took him to the lion's den. Unajua nini kilichotokea? Walimpeleka kwenye tundu lile la When simba. you serve God, Unapomtumikia Mungu, you partner with God. unashirikiana na You Mungu. can't be in partnership with God, Hauwezi kushirikiana na Mungu and God will be here for you to be devoured by the lion. na Mungu akaruhusu wewe uliwe na simba. God went with Daniel in the lion's den. Mungu alikwenda pamoja na Danieli katika tundu la Shut simba, the mouth of the lion. akafunga vinywa vya simba, Because God will not allow his servant to die. kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu mtumishi wake afe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. That is the same way if you are serving. Ndivyo ilivyo unapokuwa ukitumika. God will not allow you to be in the hospital. Mungu hawezi kuruhusu uwepo He hospitalini. wants you to be in the sanctuary to serve. Anataka uwepo madhabahuni He knows utumike. that if you are in the hospital, you will not serve. Anajua ukiwa hospitalini That's hautotumika. why he will keep you in divine health. Ndio maana atakupa afya ya You kiungu. won't see sickness anymore in your life. Hautaona magonjwa tena katika maisha yako, Because you are partnering with God. kwa sababu unashirikiana na And you Mungu. know, he that walketh with the wise shall be wise. Unajua anayetembea na wenye hekima atakuwa na When hekima. you walk with the healer himself, Unapotembea na mponyaji mwenyewe, you don't need to ask for sicknesses to be healed. hauhitaji kuomba ugonjwa upone. He takes them away. Ye anayaondoa He's mwenyewe, committed to take them away. anawajibika kuondoa hayo Somebody magonjwa. shout hallelujah. Sema haleluya. Daniel was a politician, Danieli alikuwa ni a mwanasiasa, prime minister. waziri mkuu. But look at what the king said. Tazama kile ambacho mfalme In alisema. Daniel chapter 6 verse 20. Danieli 6 mstari wa 20. Hallelujah. Haleluya. The king went there Mfalme akaenda pale, and cried with a lamentable voice akalia kwa sauti ya and huzuni. said, Daniel, Asa Danieli, oh Daniel, servant of the living God, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Daniel served God to the extent that the king knew that he served the living God. Danieli alimtumikia Mungu kiasi kwamba mfalme alijua kwamba huyu anamtumikia Mungu aliye And I hai. said in the first service, Nilisema kwenye ibada ya this kwanza, statement people normally say, msemo huu ambao watu mara nyingi wanasema, only God knows that I am serving him. Mungu tu pekee ndiye anajua kwamba anamtumikia. It is not correct. Huo sio If sahihi. you are serving, your spouse will know that you are serving. Kama unatumika mwenzako Your atajua kwamba children will know that you unamtumikia. are serving. Watoto watajua Your neighbors will unamtumikia. know that you are Majirani serving. watajua The unatumika. members of the church will know. Majirani wa It's kanisa not only watajua, God. sio Mungu God peke knew yake. that Daniel was serving. Mungu alikuwa The anajua kwamba king Danieli knew anatumika. that Daniel was Na serving mfalme continually. alijua kwamba Danieli anamtumikia Mungu daima. If people have not told you every time church, you are not serving. Kama watu hawajakuambia wewe kila siku kanisani hujaanza Somebody shout kutumika. hallelujah. Sema haleluya. If your neighbors have not described you and said every time he's serving, you are not serving. Kama majirani zako hawajaanza kutamka kwamba ni mtumishi, basi hujaanza kutumika. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That was how God delivered Daniel. Hivyo ndivyo namna Mungu alimwokoa Danieli. Daniel was not a pastor. Danieli hakuwa mchungaji. There was another woman, Anna is the name. Kuna mwanamke mwingine Ana ndio jina lake. This woman was 84 years. Mwanamke alikuwa na miaka In 84. Luke chapter 2 verse 37. Luka 2:37. She was 84 years. Alikuwa na miaka But the 84. Bible says she was in the temple night and day. Biblia inasema alikuwa hekaluni mchana na usiku. Look at her there. He said she was even a widow, no husband. Alikuwa ni mjane na hana But mume. she dedicated her life to the service of the kingdom. Lakini alitoa maisha yake kutumika kwenye ufalme. And the Bible says, which departed not from the temple. Biblia inasema alikuwa haondoki hekaluni.
Until you serve in the temple, you are not serving. Usipotumika hekaluni basi hautumiki. Until you serve in the temple, you are not serving. Usipotumika hekaluni basi hautumiki. This one say, I'm serving in my house. Huyu anasema natumika nyumbani kwangu. Until you serve in the temple, you are not serving. Usipotumika ndani kanisani hautumiki. Somebody shout hallelujah. Sema The haleluya. woman was in the temple serving, Mwanamke huyu alikuwa hekaluni akitumika, fasting and praying night and day. akifunga na kuomba mchana na usiku. We serve God through prayers. Tunamtumikia Mungu kupitia maombi. When you are committed praying kingdom advancement prayers, Unapojitoa kuomba mambo yasogeza mbele ufalme wa Mungu, you are serving the Lord. hapo unamtumikia Bwana. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. We serve God through prayers. Tunamtumikia Mungu kupitia maombi. Hallelujah. Haleluya. That's why there is nobody that have excuse. Ndio maana hakuna mwenye dharura hapo. If you can't preach the word, Kama huwezi kuhubiri you neno, can share handbill. unaweza kutoa If kipeperushi. you can't share handbill, Kama huwezi kutoa you kipeperushi, can visit. unaweza If you kuwatembelea. can't visit, Kama huwezi you kuwatembelea, can make phone calls. unaweza If kupiga you simu. can't make phone call, Kama huwezi kupiga you simu, can pray. unaweza kuomba. Everybody pray. Kila mtu anaomba. The same way you are praying for bread and butter, Namna ile unaomba mkate, that's the same way you should, even more than that. ndivyo unapaswa uombe, na zaidi ya hivyo. Those that pray for the kingdom doesn't pray again for bread and butter. Wale wanaombea ufalme hawahitaji tena kuomba Because mkate na as they are siagi, committed praying for the kingdom, kwa sababu wanajitoa kuombea God ufalme, is committed giving them bread and butter. na Mungu anawajibika kuwapa mkate na siagi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. There is no. I said this morning that let's pray, and you have prayed. Nilisema asubuhi ya leo tuombe, na umeomba. That's why there's nobody that cannot pray. Ndio maana hakuna mtu ambaye hawezi The kuomba. same way you pray, oh God, open heavens for me. Namna ile unavyoomba Mungu nifungulie You can mbingu, pray on Sunday. unaweza You kuomba can pray on Jumapili, Monday. unaweza You kuomba can pray on Jumatatu, Tuesday. unaweza kuomba Every day. Jumanne, And say, God, na kusema Mungu, Lord, gather more people to the church. kusanya makundi Lord, walete kanisani. everyone you save, establish them. Kila mmoja aliyokoka athibitike. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. God's servant say, if you can eat, you can pray. Mtumishi wa Mungu anasema kama unaweza kula basi unaweza kuomba, Despite your age. pasipo kujalisha umri wako. If you cannot stand up, Kama huwezi kusimama, you can sit down. unaweza kukaa You chini, can lie down. unaweza ukalala. You have no excuse not to serve God. Hauna dharura ya kutokumtumikia Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You have no excuse not to serve God. Hauna dharura ya But kutokumtumikia Mungu. remember, Kumbuka, we are not wasting our time serving the Lord. hatupotezi muda wetu tunapomtumikia Mungu. We are not wasting our time. Hatupotezi muda wetu. We are investing into our enthronement, Tunawekeza kupelekea kuenzishwa kwetu, both in time and eternity. katika wakati wa sasa na We are not umilele. wasting our time serving the Lord. Hatupotezi muda wetu tunapomtumikia Mungu. We are investing into our future, Tunawekeza katika into hatima our zetu enthronement, kuelekea kuenzishwa both kwetu, now and eternity. wakati huu wa sasa na ule wa Oh, you milele. might have this testimony of Apostle Paul. Unaweza kuwa umesikia ushuhuda wa mtume Paulo. In 2 Timothy chapter 4, verse 5 to 8. Tumetoa pili 4:5 mpaka 8. Oh, Timothy was his beloved son in ministry. Timotheo alikuwa ni mwanawe mpendwa katika Very huduma. committed son. Mwana alikuwa amejitoa When Apostle kikamilifu. Paul was about departing to heaven, Mtume Paulo alipokuwa anakaribia kuondoka kwenda he mbinguni, advised his son alimshauri and said, mwanawe, watch that in all things. bali uwe na kiasi katika mambo There yote, will be affliction, but endure it. vumilia mabaya. But if you want to make it in life, Kama unataka kufanikiwa kwenye maisha, do the work of an evangelist. fanya kazi ya mhubiri wa And Injili. when you do that, you are making the proof, a full proof of thy ministry. Unapofanya hivyo unatimiliza huduma yako. Timothy was a bishop when this epistle was written. Timotheo alikuwa ni askofu wakati waraka huu unaandikwa. He was the first bishop of the church at Ephesus. Alikuwa ni askofu wa kwanza wa kanisa la That Efeso, we call Ephesians today. ndio linaloitwa kanisa la Efeso leo. And he told him the next verse. Akamwambia ule mstari unaofuata, I am read. That was a last. We can regard this as a last word of a son, of a father to a son. tunaweza tukachukulia kwamba ni neno la mwisho ambalo baba anamwambia He said, mwanawe, I am ready to be offered. kwa maana sasa namiminwa, The time of my dispatture is at hand. wakati wa kufariki kwangu I umefika. have fought a good fight. Nimepiga vita I vizuri, have finished my course. mwendo wangu There nimeumaliza. is a course to finish, Kuna mwendo wa kuumaliza, and I have kept the faith. na imani nimeilinda. But look at my emphasis, verse 8. Tazama msisitizo mstari wa 8, Henceforth there is laid up for me baada ya hayo nimewekewa a crown of righteousness, taji ya haki, which the Lord,
ambayo Bwana the righteous judge, mhukumu mwenye shall haki give me at that day, atanipa siku ile, and not to me only, wala si mimi tu, everyone that will do the same thing, bali na wote watakaofanya jambo hilo, everyone that will be pursuing soul the way I pursue. na kila atakayefuatilia nafsi kama mimi ninavyofanya. People of God, there is a crown waiting for you. Watu wa Mungu na taji na kusubiri. God is keeping record. Mungu anaweka One kumbukumbu. day the book of remembrance will be opened. Siku moja kitabu cha ukumbusho How kitafunguliwa. many souls have you planted in church? Ni nafsi ngapi zimepandwa Because you are kanisani? saved to be an instrument of saving others. Kwa sababu umeokolewa ili uwe chombo cha kuokoa wengine. Hallelujah. Haleluya. I asked myself one day, Nilijiuliza siku moja, why is it that Lazarus died kwa nini Lazaro alikufa and Abraham died na Ibrahimu akafa? and two of them went to heaven? Na wote wakaenda mbinguni. And Abraham have a mansion Na Ibrahimu alikuwa na and jengo Lazarus was in the boys' quarter of Abraham. na Lazaro alikuwa amekaa kwenye nyumba iliyoko katika eneo la That Ibrahimu. means we are not going to be equal there. We are not going to be equal. We are not going to stay in equal Kule place. mbinguni hatutakuwa sawa. And the Holy Spirit began to minister to me. Roho Mtakatifu akaanza kunielezea. It was because of the input here on the Ni earth. kwa sababu ya uwekezaji wao hapa duniani. Because Lazarus was born again, but there was nothing the Bible say about him that he added to the kingdom. Lazaro alikuwa ameokoka, lakini Biblia ituambii kwamba aliongeza thamani kwenye ufalme. You could see the story in Luke chapter 19. Unaweza ukaona hiyo katika Luka 15. Luke chapter 19. Luka 15. Is it 19 or 16? Luka 15 Luke au chapter 16. 16 verse 19. Luka 16 You mstari see wa the story of 19. Lazarus, Jesus and rich man. Utaona habari ya Lazaro, Yesu na mtu tajiri. There was a certain, please put it, let me read it. Weka hilo andiko. There was a certain beggar named Lazarus, Kuna ombaomba mmoja alikuwa anaitwa Lazaro. which was laid at the gate of the rich man, Alikuwa amewekwa katika lango la mtu tajiri. full of sores, that's wound all over his body. Alikuwa amejaa vidonda kila eneo. He was deserving to be fed. He was not doing anything. Alikuwa anatamani kulishwa, alikuwa afanyi He was chochote. deserving to be fed with what supposed to be given to a dog. Alikuwa anatamani kulishwa makombo ambayo mbwa angepaswa kupewa. And verse 22, Mstari 22. when he died, Alipokufa, he lived righteously and he went to heaven. akaondoka hapa akaenda mbinguni. And the Bible says he was carried by the angels Biblia inasema alibebwa na malaika into Abraham's bosom. mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Into Abraham's bosom. Mpaka kifuani mwa Ibrahimu. When the rich man died, also buried, he went to hell. Mtu tajiri alipokufa alienda kuzimu. But he lifted up his eyes Akainua macho yake, and saw Abraham afar off akamwona Ibrahimu kwa mbali and Lazarus in his bosom. na Lazaro kifuani If you mwake. want to understand, read it in other translations. Kama unataka kuelewa, soma katika tafsiri nyingine. Lazarus and Abraham was not in the same level. Lazaro na Ibrahimu hawakuwa katika kiwango kimoja. That was why the rich man told Abraham, Ndio maana mtu tajiri alimwambia Ibrahimu, can you send Lazarus to go back and tell my people? je, unaweza kumtuma Lazaro aende akawaambia It's watu like wangu? Lazarus was a messenger to Abraham Inaonekana kama Lazaro alikuwa ni mjumbe tu kwa Ibrahimu because of the input on the earth. kwa sababu ya uwekezaji hapa duniani. What you are doing there matters a lot. Unachofanya hapa duniani kina maana Are you sana. adding value to the kingdom? Je, unaongeza thamani katika Are ufalme? you an asset or a liability? Je, wewe ni hazina ama ni hasara? Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. We are not wasting our time serving the Lord. Hatupotezi muda wetu tunapomtumikia There is a Mungu. crown that awaits us. Kuna taji ambayo natusubiri. Also, Tambua pia that God is not looking for who to use. Mungu atafuti wa kumtumia, He's looking for who to bless. atafuta wa kumtumia, anatafuta wa kumbariki. Exodus 23 verse 25. Kutoka 23:25 You shall serve, utatumika and the Lord shall bless. na Mungu atabariki. Until you serve. Usipotumika, God is a covenant keeping God. Mungu ni Mungu He anayetunza said, my agano. covenant will I not break. Sasa agano langu And the sitalivunja. Bible is a book of covenants. Na Biblia ni kitabu cha And agano. until your own part is played, God is not committed. Usipofanya sehemu yako, Mungu He hawajibiki said, sehemu you yake. shall serve, Asa wewe utatumika and God will bless. na Mungu atabariki. And he will bless your bread and your water. Atabariki mkate na maji. He will take sickness away in the midst of thee. Ataondoa magonjwa mbali nawe. Whether it's beside or inside you, Iwe ni magonjwa ndani ama nje. he's the God that healeth us. Yeye ni Mungu atuponyaye. His name is called Jehovah Rapha. Jina lake anaitwa Jehova Rafa. Hallelujah. Hallelujah. The greatest physician. Tabibu mkuu. He knows how to do surgery without without cutting your tummy. Anajua namna ya kufanya upasuaji pasipo kuchana tumbo lako. As you are seated now, Ukiwa umekaa he hapo, can enter into your system. anaweza akaingia ndani ya mfumo wako, Remove that fibroid from your system. akaondoa huo uvimbe kwenye mfumo Cancel wako, that cancer in your system. akafuta hiyo saratani kwenye And you mfumo see wako, yourself, you are bouncing in the Lord. na ukajiona ukidunda katika Bwana. He knows how you do it. Anajua namna ya Remember, kufanya. he's the best surgeon. Kumbuka yeye ni mpasuaji The bora. only person the first person that
conducted surgery. Mtu wa kwanza alifanya upasuaji. In Genesis, he made Abraham to sleep. Mwanzo pale alimfanya Ibrahimu He alale. made Adam to sleep. Alifanya Adamu alale. And he removed a ring from Adam Na akaondoa mbavu kutoka kwenye Adamu. without blood pouring out. Pasipo damu kutoka. Without Adam noticing anything. Pasipo Adamu kujua But lolote. there was a surgery. Lakini kulikuwa na And upasuaji. the ring which he removed from Adam, Ile mbavu aliondoa kutoka kwa Adamu, he used it to make Eve. akaitumia kumtengeneza Hawa. God is still in the business of conducting surgery. Mungu yuko kwenye biashara bado ya kufanya I upasuaji. don't know that medical report, negative medical report in your life. Sijui ni taarifa gani mbaya ya madaktari katika maisha That yako. thing that demands surgery. Hicho kinachohitaji I'm upasuaji. seeing the guest surgeon, God himself. Mungu ambaye ni mpasuaji He's mwenyewe moving inside your body now. anaingia na kutembea katika mwili Removing wako, those things that are not needed here. akiondoa hivyo vitu Everything you have vinavyokufa. not planted is removing Chochote them ambacho now. hajapanda He's kinaondolewa, removing them now. anaondoa. Go and check tomorrow in the hospital. They will not find it Nenda anymore. ukajipime kesho hospitali, Somebody shout a utaona. louder Sema amen. amina. Somebody shout a louder Sema amen. amina. That is God we serve. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia, And he's a God that opens heaven for his people. na ni Mungu anayefungua mbingu kwa ajili ya watu wake. As I conclude, Ninapohitimisha on this covenant day of open door, katika siku hii ya kiagano ya mbingu zilizo covenant day wazi, of open heavens, siku ya kiagano ya mbingu zilizo and wazi, I say if there is open heaven, na sasa kama ziko mbingu it zilizo means wazi, there are heavens that are closed. hivyo basi kuna mbingu zilizofungwa. When your heaven is closed, Mbingu zako zinapofungwa, when you operate under closed heaven, unapotembea katika mbingu zilizofungwa, life become very difficult, maisha yanakuwa ni magumu sana, full of pain and unfulfillment. yanakuwa yamejaa maumivu na kutokuwa na When your utoshelevu. heaven is closed, Mbingu zako zinapokuwa zimefungwa, hardship and suffering becomes the order of the day. ugumu na mateso yanakuwa ni kawaida kwako. You'll be walking like an elephant, Utakuwa unatenda kazi kama tembo, eating like an ant. unakula. You'll be walking like an elephant, Utakuwa unatenda kazi kama tembo, but eating like an ant. unakula kama nyuki. That is why you must desire open heaven. Ndio maana inabidi utamani mbingu zilizo wazi. Struggling with that breakthrough. U- Struggling with that breakthrough. Unasumbuka pasipopata mpenyo, That is a sign of closed heaven. hiyo ni ishara ya mbingu zilizofungwa. Struggling with that breaking forth Unasumbuka pasipo kusonga is a mbele, sign of closed heaven. hiyo ni ishara ya mbingu zilizofungwa. When your heaven is closed, Mbingu zako zinapokuwa zimefungwa, you see continuous disappointment, unaona hali ya kukatishwa tamaa katika hali ya uendelevu, continual losses to the devourer. unapata hasara kwa yule You alaye, see dryness and fruitlessness unaona ukame when the heaven is open. mbingu zinapokuwa zimefungwa. And that is why you must desire open heaven. Ndio maana lazima utamani mbingu zilizo But wazi. the question is, what is open heaven? Swali ni mbingu zilizo wazi ni nini? What is open heaven? Mbingu zilizo wazi ni nini? Number one. Cha kwanza, And I say open heaven define the situation mbingu zilizo wazi maana yake where you experiences uncommon and sweatless breakthroughs. ni ile hali unaopata mipenyo isiyokuwa na kelele, isiyokuwa na jasho, Where you are not sweating to win. mahala ambako hautoki jasho ili kushinda. Sweatless breakthroughs. Unapata mipenyo pasipo jasho. Open heaven is enjoying the presence of God at all times Mbingu and za in all wazi things in your life. ni kufurahia uwepo wa Mungu katika wakati wote na maeneo yote ya maisha Enjoying the yako. presence of God Kufurahia uwepo wa at Mungu all times and in all things in your life. katika wakati wote na katika maeneo yote ya maisha yako. Open heaven is the pouring of God's treasure is the opening of God's treasure to Mbingu pour za out his blessing upon your life. mbingu wazi ni kufungua hazina ya Mungu na kumimina baraka katika maisha yako. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. What is open heaven? Mbingu za wazi ni Open nini? heaven is a state whereby God attends to every issue of your life Ni ile hali ambayo Mungu anashughulikia kila tatizo katika maisha yako with divine grace and favor. kwa neema ya kiungu na kibali cha It's a kiungu. state whereby God attends to every issue of your life Ni ile hali ambayo Mungu anashughulikia kila changamoto katika maisha with yako divine grace and favor. kwa neema ya kiungu na kibali cha kiungu. And I say you are experiencing open heaven Tunaposema unapata mbingu zo wazi, when hardship, ni pale ugumu, disappointment, kukatishwa tamaa, sorrow, huzuni, stagnation, kudumaa, delay, kucheleweshwa, lack, kupungukiwa, failure at the age of breakthrough, kushindwa karibu na kupata mpenyo and so on na mengineyo, are
terminated in your life, yanapokomeshwa katika when maisha all yako, these are terminated in your life, mambo haya yanapokomeshwa kwenye maisha yako, you are said to be experiencing open heaven. basi tunasema wewe unatembea Where katika mbingu others zilizo go wazi. and fail, you go there and succeed. Pale ambako wengine wameshindwa, wewe unakwenda pale When na others unafanikiwa. are saying there is no business, Pale wengine wanaposema hakuna biashara, despite you are in the same market and selling the same product, basi kujalisha mko kwenye soko moja mnauza bidhaa hiyo moja, but your own case becomes different. lakini swala lako wewe linakuwa la They are not tofauti. selling, but you are selling. Wao hawauzi lakini wewe When unauza. others are saying there is no job, you have plenty of job to select. Wengine wanaposema hakuna kazi, wewe una kazi In nyingi the za season kuchagua. of famine, when others are crying for what to eat, Majira ya njaa wengine wanapolia namna ya kula, you have what to distribute. wewe una kitu cha kugawa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You are coming under open heaven today. Unaingia kwenye mbingu za I wazi say you are leo. coming under open heaven today. Unaingia katika mbingu za wazi The leo. commission to which you and I belong, Huduma ambayo wewe na mimi tupo, we are under open heaven. tuko chini ya mbingu za wazi. Those who are here, who are leaders, can explain how it is happening. Wale walioko hapa hawezi kuelezea namna inavyotokea. If people can explain what is happening in your life, Kama watu wanaweza kuelezea kinachotokea kwenye maisha your yako, heaven is closed. basi mbingu zako But if zimefungwa. people cannot explain how it is happening, Lakini kama watu hawezi kuelezea namna yanavyotokea kwako, and cannot deny that it is happening, na hawawezi kukana kwamba you yanatokea, are under an open heaven. basi wewe uko chini ya mbingu za wazi. That is my prayer, Na hili ni ombi langu, that you are coming under an open heaven today, kwamba uingie katika mbingu za wazi leo in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. When you are under a closed heaven, Unapokuwa katika mbingu zilizofungwa, it is full of mockery. ni kudhihakiwa. People will be asking you, where is your God? Watu watakuwa wanakuuliza Mungu wako yuko It wapi. is my prayer this year Ni ombi langu mwaka huu that no one will ask you, where kwamba is your hakuna God? atakayekuuliza Mungu wako In yuko wapi. every area of your life, Katika eneo lote ya maisha yako, they will see your testimony, they will know that you serve wataona the living ushuhuda God. wako, watajua They unamtumikia will Mungu see aliye your hai. testimony, they will know that you serve a living Wataona God. ushuhuda wako, watajua In unamtumikia the Mungu aliye name hai. of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. What do I enjoy when my heavens are open? Ninafurahia nini pale mbingu zangu zinapokuwa In wazi? other words, what are the blessedness of open heaven? Kwa maneno mengine, baraka zinazoambatana na mbingu zilizo wazi. You prosper abundantly in the work of your hands. Unafanikiwa kwa utele katika kazi ya mikono yako. Deuteronomy 28 verse 12. Kumbukumbu la Torati 28:12. Look at what the scripture says. Tazama namna andiko inavyosema. He said, the Lord shall open unto thee his good treasure. Bwana heaven. atakufunulia hazina yake The nzuri. heaven, Nayo ni mbingu, to give the rain unto thy land in his season. kutoa mvua juu ya nchi yako kwa wakati wake. And when the heaven opened, he said, to bless all the work of thy hand. Na mbingu zinapofunguka anasema kubariki kazi ya mikono You yako. shall have money to the extent that thou shalt lend to many nations, Na utakuwa na pesa nyingi kiasi kwamba utakopesha mataifa mengi, and thou shalt not borrow. wala hutakopa. This is what happened when the heaven opens. Hichi ndicho kinachotokea mbingu He will zinapofunguka. bless the work of your hand, Anabariki kazi ya mikono yako, that you will have money to give loan to nations, kwamba utakuwa na pesa ya kutoa mkopo kwa mataifa and no borrowing anymore. na haukopi popote. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody that know that you are coming under that level, shout a louder Unajua unaingia kwenye hallelujah. hicho kiwango, sema haleluya. Shout a louder Sema hallelujah. haleluya kubwa. From that scripture also we find out that number 2, that there is financial abundance when Kupi- your heaven is open. Kupitia hilo andiko tunagundua kwamba kuna There is utele wa financial kifedha abundance. mbingu zinapofunguliwa. Remember in Malachi chapter 3 verse 10, Malaki 3:10, God said, bring your tithe. Mungu alisema And he leta said, zaka, I will open the windows of heaven, nami nitafungua madirisha ya mbinguni, and I will pour you out a blessing, nami nitakumiminia baraka that there shall not be enough room to receive it. mpaka hapata kuwa na nafasi ya kuweka. Verse 11. Mstari wa 11, And when I pour the blessing, because the heaven is open, atamimina baraka kwa sababu mbingu I ziko will wazi. rebuke the devourer. Asa nitamkemea yalaye, He shall not destroy the fruit of thy ground, hatoharibu matunda neither yako, shall your vine cast their fruit before the time in the field. wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati Says wake, the Lord of hosts. asema Bwana wa majeshi. And he said, all nations shall call you blessed. Na mataifa yote watawaiteni heri. You shall have abundance as you are lending to nations. Mtakuwa na utele hadi wa kukopesha mataifa, They shall call you blessed. watakuita mwenye heri. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. One president of the country, Rais mmoja wa nchi, I don't want to name the country, sitaki kutaja hilo jina la was nchi, begging God's servants alikuwa anamwomba mtumishi wa Mungu with the medias and all his aid there,
kupitia vyombo vya He habari said, na watu come to wake. our country and build us a university. Akasema njoo katika nchi yetu A tujengee chuo. country is begging a church to come and build a university for them. Nchi inaiomba kanisa liende likawajengee Come chuo. and build us a university. Njoo na utujengee chuo. That is the commission where you belong. Hii ndio huduma ambayo The uko wewe. nations are demanding a church Mataifa to yanaomba build a university for kanisa them. liwajengee chuo Because we are under open heaven. kwa sababu tuko chini ya mbingu zilizo Somebody wazi. shout hallelujah. Sema haleluya. We are under open heaven. Tuko chini ya mbingu Things zilizo wazi. are working. Nobody can explain how it's working. Mambo yanafanikiwa na hakuna anaweza kuelezea And yanafanikiwaje. nobody can deny that it is not working. Na hakuna anaweza kukana kwamba mambo The yatendeke. evidence is there for everyone to see. Ushahidi uko pale kwa kila mmoja kuona. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. What is the blessedness? Supernatural. When the heaven over your life is open, Mbingu zinapofunguka kwako, you enjoy supernatural empowerment. unafurahia kuvikwa uweza wa kiungu. Matthew chapter 3 verse 16. Mathayo 3:16. Matthew 3:16. Mathayo 3:16. Jesus, when he was baptized, Yesu alipobatizwa, went up straightway out of the water. alikwenda akatoka And majini lo, the heavens were open unto him. na mbingu zikamfunukia, And he was empowered by the Spirit. akavikwa uweza kwa Roho When the Mtakatifu. heaven is open, Mbingu zinapofunguka you kwako, receive spiritual empowerment. unapokea kutiwa nguvu kiroho. Somebody is being empowered afresh Kuna today. mtu anatiwa nguvu kwa upya leo In the name of Jesus katika jina Christ. la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. When your heaven is open, Mbingu zako it zinapofunguka, will be well with you, both your soul, spirit, and body. itakuwa heri kwako katika nafsi, mwili na roho. When your heaven is open, Mbingu zinapofunguka kwako, you enjoy breakthrough and uncommon testimonies. unafurahia mipenyo na shuhuda ambazo si za When your kawaida. heaven is open, Mbingu zinapofunguka kwako, you live a struggle-free life. unaishi maisha yasiyokuwa na You are kusumbuka. not struggling, but you are being blessed by God. Hausumbuki, lakini unabarikiwa na Bwana. People will never see your sweat, Watu hawataona jasho lako, but they will never deny your impact. lakini hawezi kukana mguso That wako. is what you enjoy. Hicho ndicho But utakachofurahia. how do I open my heavens? Sasa nafunguaje mbingu zangu? To operate open heavens, Ili kutembea kwenye mbingu zo wazi, you need to apply the right keys and principles. inabidi utumie funguo sahihi na kanuni sahihi. Open heaven does not just happen. Mbingu zo wazi hazitokei hivi hivi tu, It have to be worked for. inabidi utende kazi ili zitokee. You have to be worked for. Inabidi utende kazi. Jesus was speaking to us Yesu alikuwa anaongea nasi, because what he said to one, he said to another. kwa sababu anachosema kwa mmoja anasema kwa wengine. Hallelujah. Haleluya. From that scripture we discover Kupitia hilo andiko that we tunagundua live in a kingdom that operates in keys. tunaishi katika ufalme unaotenda kupitia Matthew funguo. chapter 16 verse 19. Mathayo When it 16:19. comes to heaven, there are keys to heaven. Utakapofika mbinguni kuna He said, funguo kule I mbinguni. will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Hasa nimewapatia funguo za ufalme wa You know, mbinguni. there is a kingdom of earth Unajua kuna ufalme wa and there duniani is a kingdom of heaven. na kuna ufalme wa mbinguni. These are two kingdoms. Hizi ni falme mbili, But for you to access the things from heaven, lakini ili upate vitu kutoka mbinguni you need keys. unahitaji funguo. The same way, if the door is locked, Namna ile ile, kama mlango umefungwa, hallelujah, haleluya, you take the right keys to open the door. inahitaji ufunguo sahihi ili kufungua huo mlango. The key you don't have is the door you cannot open. Ufunguo usiokuwa nao ni mlango usioweza No kufungua. matter how great is the door, Haijalishi huo mlango ni mkubwa kiasi it gani, bows to a small key that is the right key. unasujudu kwa ufunguo mdogo ambao ni sahihi. Without the key, Pasipo funguo you can struggle through life. utasumbuka katika maisha. That's one thing about key. Hicho ndicho kitu kimoja kuhusiana na funguo. A life can be stagnated without key. Maisha yanaweza yakawa ya kudumaa pasipo funguo. I remember the story of God's servant. Nakumbuka habari ya In mtumishi wa those Mungu. days, he told us a story of he was living with the grandmother Nyakati hizo atuambia habari kwamba alikuwa anaishi na bibi yake in the village. kijijini, And the grandmother always go to market on the market day. na bibi yake wakati wote huenda sokoni And siku ya the soko, grandmother was not aware that he was inside. na bibi yake akujua kwamba yuko ndani, And the grandmother locked the door na bibi yake and akamfungia ndani left for market. na akaenda sokoni. And this is a market you go in the morning and you come back late in the night. Na hili ni soko unalokwenda asubuhi unarudi usiku He baadaye. said there was nobody around to hear his knocking.
Anasema akuwepo mtu wa He kumsikia said he akigonga. knocked, do everything, Anasema shouted. aligonga mlango akapiga There kelele was namna nobody. zote. Akuwepo mtu wa He kumsikia. was confined in that small, in the house, Alikuwa amefungiwa kwenye hiyo nyumba ndogo because of a tiny key. kwa sababu ya kukosa funguo mdogo. He have to stay there until the grandmother came back. Ilibidi akae mle ndani mpaka bibi yake arudi. And God taught him a lesson that Na day. Mungu akamfundisha somo siku hiyo. Because everything we learn, Kwa sababu kila tunachojifunza, a small key funguo mdogo can keep a man down throughout the day. unaweza ukamfungia mtu ndani siku All the nzima. plan, all the assignment for the day Mipango yote ratiba za siku couldn't be accomplished because of a small key. hazikuweza kutimia kwa sababu ya kitu kidogo Many funguo. Christians are stagnated because they are ignoring the keys, the right keys to their breakthrough. Wakristo wengi wamedumaa leo kwa sababu wanaacha funguo sahihi mdogo kwa ajili ya kupata mipenyo There yao. are 7 keys I'm going to mention now. Kuna funguo kadhaa naenda They kuzitaja are the sasa. keys to open heavens. Kuna funguo kwa ajili ya kufungua mbingu. Number 1, Funguo wa the kwanza, key of salvation. ufunguo wa wokovu. That's repenting from all your sins. Yaani hiyo ni kutubu kutoka kwenye dhambi zako zote. Sin is the reason for closed heavens. Dhambi ndio sababu ya mbingu Sin kufunga. is the reason for closed heavens. Dhambi ndio sababu ya mbingu kufunga. Until the issue of sin is dealt with, Usiposhughulikia swala la the dhambi, heaven over your life will be closed. mbingu juu ya maisha yako zitakuwa zimefungwa. 2 Chronicles chapter 6 verse 26 and 27. Nyakati wa pili 6:16 mpaka 27. I like to read it 26 for na you to 27. understand. Tasoma ili He uelewe. said when the heaven is shut up, heaven can be shut up. Asa mbingu zitakapofungwa, hivyo mbingu hufungwa. Solomon was talking to God. Sulemani alikuwa anaongea na He said Mungu. when the heaven is shut up Mbingu zitapokuwa zimefungwa and there is no blessing coming in, na hakuna baraka the inayokuja. rain there represent blessing. Mvua pale He said it's anamaanisha because baraka. they have sinned against thee. Sasa ni kwa sababu wametenda dhambi kinyume nawe. Because they have sinned against thee. Kwa sababu wametenda dhambi kinyume nawe. Sin can cause your heaven to be closed. Dhambi inaweza kusababisha mbingu zifungwe. And the solution Na jawabu is to accept Jesus today ni kumpokea Yesu leo and live a life of righteousness. na kuishi maisha ya haki. Hallelujah. Haleluya. I said hallelujah. Haleluya. Isaiah 3 verse 10. Isaya 3:10. He said, tell the righteous, Waambie wenye haki, not everybody, sio kila mmoja, it shall be well with him, itakuwa heri for kwao they shall eat the fruit of their doing. kwa sababu watakula matunda ya matendo And yao. verse 11. Mstari wa 11. Say to the wicked, he said, but woe unto the wicked. Lakini ole kwake mwovu, He shall be ill with him. atashughulikiwa, The heaven over him shall be closed. mbingu zake zitafungwa. Righteousness is a key Haki ndio ufunguo to open heaven. ya kufungua It mbingu. is not, and the righteousness is not being in church. Haki sio swala la kuwa kanisani. Righteousness is total repentance and having a right standing with God. Kuwa mwenye haki ni kutubu kikamilifu na kusimama sawa na Mungu. Many people are in church, Watu wengi wako kanisani but they are not in touch with God. lakini hawana uguso na Many Mungu. people are sentimental about their destiny, Watu wengi wanatamani kuhusiana na hatima living zao. their life as it pleases them, Wanaishi maisha yao katika namna living their life wanayotaka. to please people, Wanaishi maisha wakiwapendeza wanadamu and God is displeased. na Mungu anachukizwa. You can make a U-turn today, Unaweza ukageuka leo and God will change your life. na Mungu atabadilisha maisha The yako heaven over your life shall be opened. na mbingu katika maisha yako zitafunguliwa. Somebody say hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Number 2 key, Ufunguo wa pili, the key of total obedience to God. ufunguo wa utii kamilifu kwa Mungu. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Kumbukumbu la Torati It 28:1 na shall come 2. to pass, Hata itakuwa if thou shalt hearken utakapoisikia diligently kwa bidii unto the voice of the Lord thy God, sauti ya Bwana Mungu wako, to observe and to do all these commandments which I commanded thee, kutunza saying, kufanya maagizo ya kuagiza leo, that the Lord thy God will set you on high above all nations, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote and this blessing shall come upon thee. na baraka hizi zote zitakujia. And he started in verse 7, start nailing the blessings. Mstari wa 3 anaanza kutaja baraka. And one of them is open heaven. Mojawapo ni mbingu zo wazi. Verse 12. Mstari wa He 12. said the Lord will open his treasures, Sasa Bwana atakufunulia hazina his yake. good treasures. Hazina yake He will njema. open the heaven to give you rain in their life. Atafungua mbingu kukupatia mvua. To open heavens, you must be in total obedience. Ili mbingu zifunguke inabidi uwe na utii mkamilifu. Anytime you are walking in disobedience, Kila wakati unapotembea katika uasi, you are closing your heavens. unafunga mbingu zako. Anytime you are walking in obedience, Kila wakati unapotembea katika you are utii, opening your heavens. unafungua mbingu zako. The choice is yours. Uchaguzi ni wako. Obey the scriptures. Kutii maagizo. There is nothing God tells you in the scripture that is difficult to bear. Hakuna kitu ambacho Mungu anakuambia kwenye maandiko ambacho ni kigumu If kutii. it is more than you, God will never tell you to do it. Kama ni jambo hilo ni kubwa huwezi kufanya, Mungu hawezi kukuambia ufanye. 1 John chapter 5 verse 3.
Waraka wa kwanza wa Yohana 5:3. The Bible says his commandments are not grievous. Biblia inasema amri zake si nzito. This is the love of God that we keep his commandments. Huu ndio upendo wa Mungu, And his tuzishike amri zake. commandments are not grievous. Na amri zake si nzito. God will never tell you to do what you are not capable of doing. Mungu hawezi kukuambia ufanye kile ambacho hauwezi If he kufanya. tells you to love, love. Akikwambia You can love. upende, basi unaweza If he kupenda. tells you to forgive, forgive. Akikwambia samehe, basi samehe. Stop keeping malice. Acha kutunza If he ugomvi tells you ndani to yako. give, give, you can give. Akikwambia toa. Whatever he tells you to do, you can do it. Anachokuambia ufanye, unaweza And kufanya. you are opening your heaven Na kwa perpetually. kufanya hivyo unafungua mbingu zako katika hali ya uendelevu. Number 3 Namba 3 is the key of revelation. ni ufunguo wa ufunuo. Revelation can open any heaven, anytime, any day. Ufunuo unaweza kufungua mbingu yoyote, wakati wowote, muda wowote. Because most of the closed heavens Kwa sababu mbingu nyingi zilizofungwa are a result of ignorance. ni matokeo ya ujinga. I say you can be in the midst of plenty Unajua, unaweza kuwa katikati ya utele and still be thirsty na bado ukawa na and kiu still be hungry na ukawa na njaa because of ignorance. kwa sababu ya ujinga. Jacob have an encounter with God Yakobo alikutana na Mungu in Genesis chapter 28. Mwanzo 28. Genesis chapter 28. Mwanzo 28. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Verse 16 to 17. Mstari wa 16 mpaka ule wa Oh, 17. he shouted what he saw there when the thing was revealed to him. Jambo hilo lifunguliwa pale, akapiga kelele. He said, surely God is in this place. I knew it not. Hakika Mungu yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. And verse 17, Mstari wa 17. he said, and he was afraid. Naye akaogopa. He said, how dreadful is this place? Mahali hapa panatisha kama nini? This place is no other than the house of God. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu. This is the gate of heaven. Hapa ni lango la Because mbinguni. his eyes was open. Kwa sababu macho yake yalifunguliwa. You need revelation. Unahitaji ufunuo. Revelation is light. Ufunuo ni nuru. And until your light come, Nuru yako isipokujia, darkness will not give way. giza halitoweza kuondoka. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Isaiah 60 verse 1 and 2. Isaya 61 na 2. Arise, shine, Inuka for uondoke. the light is come. Nuru yako And imekujia. the glory of God that comes from heaven is risen upon you. Utukufu wa Bwana toka mbinguni umekuzukia. Permit me as I paraphrase these scriptures. Niruhusu ninapotamka andiko hili. Many people, your problem is not the devil. Watu wengi tatizo lenu sio Your shetani. problem is your ignorance. Tatizo lenu ni ujinga wenu. You need light of scriptures Unahitaji nuru ya to maandiko open your financial heaven. ili kufungua mbingu zako za kifedha. One day God revealed to God's servant Siku moja Mungu alimfunulia mtumishi wa Mungu from Hebrew chapter 7, kupitia Ibrania sura ya 7 verse 7 and 8. mstari wa 7 na wa 8. Without no contradiction, Pasipo kujalisha, the less is less of the better. pasipo shaka kabisa, mdogo ubarikiwa na That mkubwa. here men that die receive tithes. Wanadamu wanaokufa But walipokea fungu la he that 10, received them, of whom it is weakness, that he liveth. lakini yeye apokea vyote ameshuhudiwa kwamba It anaishi. was a revelation Huo ulikuwa ni ufunuo of a corporate tithing. wa fungu la kampuni au From la there, God took kikundi. him to Genesis chapter 14, Katika ile Mwanzo 14 verse 20. mstari wa 20, That the tithe Abraham paid was not an individual tithe, it was a complete tithe. kwamba ile fungu la 10 ambalo Ibrahim alitoa sio fungu lake la 10 binafsi, bali la kundi lake zima. And that's the secret of open heaven we are enjoying financially Na today. hiyo ndio siri ya mbingu za wazi tunafurahia leo. Revelation. Ufunuo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. In your head, you need revelation. Katika afya yako unahitaji ufunuo. In your marital destiny, you need revelation. Katika hatima yako ya ndoa unahitaji ufunuo. And the heaven will open. Na mbingu zako If you zitafunguka. know what you should do, Kama unajua nini cha kufanya, you will be married the time you want to be married. utaoa kwa wakati unaotaka kuoa. You need revelation. Unahitaji ufunuo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Number 4 key. Ufunguo wa 4, The key of fervent prayers. ufunguo wa maombi ya The juhudi. key of fervent prayers. Ufunguo wa maombi ya juhudi. The heaven opened when Jesus prayed. Mbingu zifunga Yesu Luke alipoomba. chapter 3 verse 21. Luka 3:21. The Bible says, every other person was going there religiously to be baptized by John. Kila mtu alikuwa anakwenda kidini kubatizwa na Yohana. They baptize and they go, nothing happened. Walikuwa wanabatizwa wanaondoka, hakuna kinachotokea. And Jesus went there Yaani Yesu alipoenda pale, and he was praying to the Father. alikuwa akiomba kwa Baba. He was praying. Alikuwa akiomba. Though the Bible didn't tell us the wordings of the prayer. Biblia haituambii maneno alikuwa akiomba. Because what you ask is what God will give you. Kwa sababu unachoomba ndicho He ambacho was Mungu praying, anakupa. oh Father, open my heavens. Alikuwa akiomba, Baba nifungulie mbingu And zangu. the heaven was Na open. mbingu zikafunguka. Prayer.
Maombi. 2 Chronicles chapter 7 verse 1. Nyakati wa pili 7:1. Solomon prayed. Mfalme Sulemani aliomba. 1, he said, after, when Solomon had made the end of praying, Sulemani alipokwisha kuomba, oh, the heaven opened. mbingu The zikafunguka. fire came down from heaven Moto ukashuka chini toka and mbinguni. consumed the burnt offering and sacrifice. Ukateketeza sadaka ya And the kuteketezwa. glory of the Lord filled the house of Utukufu wa God. Bwana ukaijaza nyumba ya Bwana. That the priest could not enter into the house of the Lord. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Because Bwana. the glory of the Lord filled the Lord's Kwa kuwa house. utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Prayer Bwana. of Solomon opens the heaven. Ombi la Sulemani lilifungua Your own mbingu. prayer can open heavens. Maombi yako yanaweza kufungua mbingu. For you know, when a door is knocked Unajua mlango unapogongwa and you visited, na umetembelewa, wisdom demands that you knock. hekima inahitaji kwamba mlango ugonge You kwanza. can stand in a door of your of the owner of the person you visited. Unaweza ukasimama kwenye mlango Owner wa of the house you nyumba visited. ya mmiliki wa nyumba uliotembelea. And if you didn't knock, the person might not know that you are there. Usipogonga ule mlango, mwenye nyumba anaweza asijue kwamba uko hapo. You need to knock on heaven. Unahitaji kugonga mbinguni. And the way we knock on heaven is prayers. Namna ya kugonga mbinguni ni kupitia maombi. Matthew chapter 7 verse 7. Mathayo 7:7. Ask, it shall be given. Ombeni nanyi Seek, mtapewa. you shall find. Tafuta na utaona. And knock, the door shall be opened unto you. Bisha na mlango The utafunguliwa door in kwako. heaven can open when you knock. Mlango wa mbinguni unaweza kufunguliwa unapogonga. Whosoever that asketh receiveth, Yeyote ambaye upokea, and he that seeketh findeth, atafutaye naye uona, and he that knocketh. na abishaye. God is not a man. He will not tell you, go tomorrow. No, he will open immediately. Mungu si mwanadamu, hawezi kukwambia njoo kesho, atakufungulia wakati huo unapogonga. Don't joke with prayer. Usichezee maombi. Verse 11 say, Sura 11 anasema, if ye, Kama ninyi. talking about men, akizungumzia wanadamu, being evil, mlio waovu, know how to give good gift unto their children. mnajua kuwapa watoto wenu He vipawa said, vyema. how much you are that your father, Yes, which zaidi is sana. in heaven, Baba yenu which aliyeko is in heaven, mbinguni. our father which is in heaven, Baba yetu aliyeko mbinguni give good things to them that ask him. hatowapa vitu vyema wao You don't have wamwomao. good things because you don't ask. Hauna vitu vizuri kwa sababu uombi. Open heaven carries good things. Mbingu zo wazi nabeba vitu vizuri. You need to ask. Unahitaji kuomba. Number 5, Namba 5, the key of tithing. ufunguo wa kutoa fungu la 10. The key of tithing. Ufunguo wa kutoa fungu la 10. Malachi 3 verse 10. Malaki 3:10. Bring all the tithe Leta zaka kamili into my storehouse, katika gala yangu, that there may be meat in my ili house. kuwepo chakula nyumbani And mwangu. prove me. Na mnijaribu The katika word hili. prove me is try me, Neno hilo ni mnijaribu, if I will not open the windows of heaven. kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Just bring it first, Wewe leta kwanza and zaka, I will open the heaven. nami nitafungua madirisha ya mbinguni. Many people are living in closed heaven Watu wengi wanaishi katika mbingu zilizofungwa because of the 10% of their income they are eating. kwa sababu ya 10% ya mapato yao No wanayokula. matter how small it is. Haijalishi ni ndogo kiasi gani. If God give you 10,000 shillings, Mungu akikupa 10,000, He has 1,000 shillings. ana 1,000 ya kwake hapo. 9,000 belongs to you. 9,000 ni ya That kwako. 1,000 belongs to God. Bring it. Hiyo 1,000 ni mali ya Mungu, He will open the mpelekee. heavens. Atafungua The mbingu. Bible says when you are taking it, Biblia inasema unapoichukua you are robbing God. unamwibia And Mungu. you can't be His robber and He open heaven for Na you. huwezi kuwa mwizi unamwibia Mungu afa akakufungulia Pay your mbingu. tithe if you don't want things to be tight for you. Lipa fungu lako la 10 kama hutaki mambo yawe magumu kwako. Give offerings. Toa sadaka. That is what will terminate your suffering. Hicho ndicho kitakachokomesha mateso yako. Praise the Lord. Bwana The asifiwe. blessing God have given to you, Baraka ambazo Mungu amekupa, please give tithe. Pay your tithe tafadhali lipa fungu lako la 10 and make sure you are giving to the kingdom. na hakikisha unatoa kwa ajili ya ufalme. And number 6. Namba 6, Number 6 key ufunguo wa 6 is a key of kingdom investment. ni ufunguo wa uwekezaji katika ufalme. Investing in kingdom. Kuwekeza katika ufalme. Investing in kingdom. Kuwekeza katika ufalme. Haggai chapter 1. Let's read from verse 6. Hagai 1 kuanzia ule mstari wa This is 6. one of the things that close heaven. Hili ni jambo mojawapo linalofunga mbingu. Can you start from verse 5? Unaweza kuanzia Hagai 1 mstari wa 5. Now therefore, thus says the Lord, consider your ways. Basi asema Bwana, zitafakarini njia You zenu. have sown much, Mmepanda mbegu nyingi. and look at this verse 6. Tazama mstari wa 6. Is a typical example of when the heaven is closed. Ni mfano halisi pale mbingu zinapokuwa He zimefungwa. said you have sown much, Mmepanda vingi and you bring little.
mmevuna kidogo. You eat, Mnakula but you have not enough. hamshibi. You drink, Mnakunywa but you have not filled with drink. lakini hamjazwi na You vinywaji. clothe, Mnajivika but there nguo is no warmth. lakini hakuna He moto. that earned wages, Yeye apata mshahara, earned wages to put it in a bag with holes. apata mshahara atie katika mfuko Thus uliotoboka. says the Lord, Asema Bwana wa majeshi, consider your ways. nitafakari njia zenu. And say, go up to the mountain Pandeni milimani, and bring money mkalete miti, and build my house, mkajenge nyumba and yangu, I will take pleasure in it, nami and I nitazifurahia, will be glorified, says the Lord. nitatukuzwa, asema Bwana. And he said, you look for much, Mmetazamia vingi, and he came a little kumbe vikaja when vichache. the heaven is closed. Mbingu zinapokuwa zimefungwa, When you brought it home, mlipovileta nyumbani, I did blow upon it. nikavipeperusha. Why do I do that? Kwa nini nimepeperusha? Says the Lord of hosts, Asema Bwana wa majeshi, because my house that is west, ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa katika hali ya and kuharibika. every man unto his own house. Kila mtu anakimbilia nyumbani kwake. And he said, therefore, Anasema the hivyo, heaven over you. mbingu kwa ajili yenu. Can you give me verse 10 in another translation? Weka ule mstari wa 10 katika tafsiri nyingine. This is one of the things that closes people's heaven. Hii ni moja ya jambo linalofunga mbingu za watu. He said, therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the crop is crop, Anasema basi and kwa the earth sababu, is crop. asa kwa sababu yenu The heaven mbingu over you imezuiliwa isitoe closed. There was nothing umba. coming in Hakuna kitu kinachokuja because of neglecting kwa to sababu ya invest kuacha in the kingdom. kuwekeza katika ufalme. God said in Zechariah chapter 1 verse 17, Mungu asema kwenye Zakaria 1, my people, 17, my city through prosperity shall be yet spread abroad. miji yangu kupitia kufanikiwa itaenea mbali. The reason God blesses us Sababu ambayo Mungu anatubariki is to be a blessing to the ni kingdom. kuwa baraka katika ufalme. Opportunities abound. Fursa ziko tele. Anything you see that need to be done, Chochote feel unachoona free and do it. ambacho kinahitajika kufanya nyumbani mwa Bwana, jisikie huru we fanya. have called to help others, Tumeitwa kusaidia wengine. and people have started bringing something. Make sure you are part of it. Na watu wameanza kuleta zile sadaka za When you are wahitaji, doing kisha that, unaleta kitu. you are opening your heavens. Unapofanya hivyo unafungua mbingu zako. And key number 7, Na ufunguo wa 7, the key of praise and worship. ufunguo wa sifa na kuabudu. One of the cheapest key to open heavens. Njia mojawapo rahisi ya kufungua mbingu. Because praise is an invitation God has no power to turn down. Kwa sababu sifa ni mwaliko ambao Mungu hawezi kukataa. God can be gotten cheap through praise. Mungu anaweza kupatikana kirahisi kupitia sifa. God is mobilized when we praise him. Mungu anahamasika God tunapomsifu. is excited when you praise him. Mungu anafurahi God tunapomsifu. lives in praise. Mungu anaishi katika The sifa. headquarters of God is in heaven, Makao makuu ya Mungu yako but he mbinguni, lives in praise. lakini anaishi katika sifa. Psalm 20 verse 7. Psalm 22 verse 7. Zaburi 22 mstari wa For 3. thou art holy, Wewe ni mtakatifu, that inhabitest the praises of uka- people. uketie katika sifa za watu wako. Praise is God's natural habitat. Sifa ni makazi ya Mungu, And you can't sing God down and the heaven not open for you. na uwezi ukaimba Mungu akashuka na mbingu zifunguke kwako. When Paul and Silas sang praises Paulo na Sila walipoimba in sifa, Acts chapter 16 verse 25 and 26, Matendo ya Mitume 16, 25 na the 26, heaven opens. mbingu God zikafunguka. came down and there was an earthquake. Mungu akashuka, kulikuwa na And they tetemeko la were ardhi delivered. na We wakaokolewa. are not wasting our time or praising and dancing before God. Hatupotezi muda wetu tunapocheza na kumsifu A Mungu. lifestyle of praise and worship Maisha ya kusifu na kuabudu opens the heaven perpetually. hufungua mbingu katika hali ya uendelevu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You want your heaven to open? Unataka mbingu zako Learn zifunguke, how to sing. jifunze namna ya Learn how kuimba, to give thanks. jifunze namna ya Learn how kushukuru, to worship God. jifunze namna ya kumwabudu You Mungu. will carry God all the time. Utambeba Mungu And wakati you wote, can't carry God and be in closed heaven. na uwezi ukambeba Mungu ukawa chini ya mbingu The zilizofungwa. heaven will be open. Mbingu zitafunguliwa. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa, sema haleluya. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa, sema haleluya. Rise up on your feet Simama kwa miguu yako, and lift up your voice and give him inua all the sauti glory. yako, mpe Mungu utukufu Give wote, him all the glory. mpe utukufu wote. Oh, alanda shiakalia bandola balaba. Somebody thank him for his word. Everyone stand up on your feet. Kila mmoja asimame juu, Stand up on your feet. simama juu kwa miguu yako. Somebody give him thanks in the spirit, give him Shukuru Mungu thanks in katika Roho understanding. Mtakatifu. The heaven Shukuru over kwa your kunena life kwa is lugha. opening already. It's Mbingu katika opening. maisha yako Oh, zinafunguka. the word is a word of open heaven. Neno ni kwa ajili ya mbingu kufunguliwa. God honors his word. He magnifies his word above his name. Mungu analiheshimu The jina lake, word you have ametukuza jina heard lake today juu ya is neno opening lake. your heaven. No more closed heaven around you. Hakuna mbingu No more zilizofungwa closed kwako. heaven around you. Hakuna mbingu zilizofungwa kwako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Somebody shout a louder Sema amina amen. kubwa. This morning, Asubuhi ya leo we are going to pray. tunakwenda kuomba. We are going to sing praises to God. Tunaenda kumwimbia Mungu sifa.
That's the 2 keys we are going to engage. Hizo ni funguo mbili tunakwenda Go back kutumia. and look at these 7 keys delivered to you. Nenda ukazipitie tena hizi funguo 7 And ulizopewa apply them. na uzitendee kazi. Don't be hearers of the word only. Usiwe tu ni msikiaji wa neno, Be doers. uwe mtendaji wa neno. It is in doing the word that the blessing comes. Ni kule katika kutendea neno kazi ndio baraka zinakuja. You need open heavens. Unahitaji mbingu zo wazi. You won't struggle when they are heaven open. Hautosumbuka mbingu zako That's zinapokuwa why wazi. you need to apply these keys. Ndio maana unahitaji kutumia funguo hizi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The key number 1 Funguo wa that kwanza will make others walk. utakaosababisha funguo nyingine zote zitende kazi Key of salvation. ni ule ufunguo wa Are wokovu. you saved? Are you saved? Je, umeokoka? If you are not saved, Kama hujaokoka, the heaven is closed. mbingu zako zimefungwa. But by your simple prayer of faith, Lakini kwa maombi yako rahisi ya God imani, will open the heavens Mungu atafungua mbingu and He zako will pour out blessings na upon you atamimina baraka kwako in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody is here who want to say, Pastor, pray for me. Kama uko hapa unataka kusema I mchungaji, want my niombee, heavens to be open. nataka mbingu zangu I want to zifunguke, enjoy the blessings of God. nataka kufurahia baraka za Mungu, But sin have been a barrier. lakini dhambi imekuwa And kikwazo. that's why I'm here. I want to pray for you. Ndio maana niko hapa, nataka nikuombee. Somebody also here Na kuna mtu mwingine yuko hapa who want to return to Jesus. ambaye anataka kurejea kwa Yesu, Like that prodigal son. kama yule mwana One mpotevu. day he came to himself in Luke chapter 15. Siku moja akajitambua, And he Luka said, 15. my father have a lot of servants. Sasa baba yangu ana watumishi I wengi, will arise and go to my father. nitainuka na kwenda kwa And baba I yangu, will say to him, I have sinned against the heaven and earth. nitaambia nimetenda dhambi kinyume na Oh, mbingu na take me dunia, as one of your servants. nichukulie kama mmoja wa watumishi wako. And he arose. Na akainuka, He took a step. akachukua hatua And he was celebrated. na I akasherekewa. want you to take a step today. Nataka uchukue hatua leo. By first of all, put your hand on your chest. You want to be saved. Cha kwanza, wewe unataka kuokoka, weka mkono wako You want kifuani. to return to Jesus. Unataka kurejea kwa Yesu, Put your hand on your chest. Let me pray for weka you. mkono wako kifuani, mchungaji akuombee. Wherever you are this morning, Popote uliko asubuhi ya leo, Jesus is calling you. Yesu He anakuita, wants to open heaven for you. anataka kufungua mbingu kwa ajili Put yako. your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani, Take a step of faith and come forward here. chukua hatua ya imani, njoo hapa mbele I ukutane na am waiting for mchungaji. you here. Come. Mchungaji anakusubiri hapo You want to mbele. rededicate your life. Come. Unataka You want to be saved. kuokoka, njoo mbele. Unataka Congregation, kuokoka, clap your hand. They are coming. Kusanyiko They are coming. wapigeni They are makofi, coming. They are wanakuja. coming everywhere. They are coming. Wanakuja Come, kila come, eneo, come, wanakuja, come, come, wanakuja, come. wanakuja. Everywhere, Na everywhere. wanataka Come. kutengeneza na Yesu, Come. njoo. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Come. Jesus, inside and outside, wherever you are, come. Come, Popote come, uliko, come. njoo. Jesus is calling you. Come. Yesu anakuita. Face me here. Face me here. Kutana na mchungaji Somebody is hapo coming. mbele. Somebody is coming. Kutana na Come. mchungaji hapo Come. mbele, kuna Jesus mtu is calling anakuja. you. I want to Yesu pray for you. anakuita. I want to pray for you. Mchungaji anataka You, are, akuombee. you want to rededicate your life. Nataka kutengeneza maisha Somebody yako na come, Yesu. come, 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 come. Njoo uliokoka Come, ukarudi come. A nyuma. new beginning for you Nataka today. kutengeneza, A new njoo. beginning for you today. Mwanzo The mpya hand kwako. of the devil upon your life is over. Mkono wa shetani juu ya God maisha is yako giving you a umekoma. new beginning. Mungu A anakupa new mwanzo beginning. mpya. A new beginning. Mungu anakupa mwanzo A new mpya. beginning. A new Mungu anakupa beginning. mwanzo mpya. Somebody is coming. Take a step of Kuna faith. mtu anakuja. Come, 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 Chukua come, hatua ya come. imani, Don't njoo. come here today and remain the same. Don't come here Ukija and remain hapa, the same. hautobaki kama Take ulivyo. a step of faith and come. Chukua hatua Take ya a step imani of faith uje. and come. Chukua Take a hatua ya step of imani faith uje. and come. Chukua hatua ya In the imani name uje. of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Take a Kristo. step of faith and come. Chukua hatua ya imani In the uje. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Allah liyakatosha la balabuli ya balaba. Are you coming? Come, 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 come. Njoo unakuja, njoo, Say njoo, no njoo. to the devil today. Katae shetani leo. Tell the devil no. Mwambie No. shetani And say hapana. yes to Jesus. Mwambie Yesu And your ndio. life will never remain the Na maisha same. yako yatabaki kama And your alivyokuwa. life will never remain the Maisha same. yako yatabaki kama And your life will alivyokuwa. never remain the Maisha same. yako yatabaki kama alivyokuwa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Every one of you, in case you are still coming, please come and join them. Kama bado unakuja, tafadhali njoo uungane na hawa. Congregation, have your seat. Kusanyiko mketi. Father, thank you for these wonderful people. Baba, asante kwa watu wa thamani. Everyone that wants to join them, please come. Wewe unataka kuungana na hao watu huku mbele, unaweza ukaja. Say this prayer of faith after me. Ninyi hapa mbele fatisheni maombi haya ya imani. Say, Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Say it louder. Ninyi hapa Lord mbele Jesus. tamkeni kwa sauti kabisa, sema Bwana Yesu, I come to you today. ninakujia leo. I know I am a sinner Ninajua mimi ni mtenda dhambi. and I need salvation. Ninahitaji wokovu. Forgive me my sin. Nisamehe dhambi zangu. Wash me by your blood. Nioshe kwa damu yako. Cleanse me from all unrighteousness. Nitakase kutoka kwenye udhalimu wote. Today, Leo I receive you ninakupokea as my Lord kama Bwana wangu and Savior. na Mwokozi wangu.
Come and take your place in my life. Ingia, chukua nafasi katika maisha yangu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I declare today Ninatamka leo that I am now born again. kwamba sasa nimeokoka. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Father, thank you for these ones you have saved. Baba, asante kwa wao uliookoa. Let the grace that saved them be with them. Neema iliyookoa iwahifadhi. Everything the devil have done in their life, Kila ambacho shetani amefanya kwenye maisha yao today it is cancelled. leo kinafutwa. Every arrow fired at their bodies Kila mshale uliotumwa kwenye and at miili their yao destinies, na hatima zao today it is returning back to where it's coming leo from. unarudi ulikotoka. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Every weakness of the body, Kila udhaifu wa mwili today let your strength leo upokee nguvu in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. I cover them with the blood of Na Jesus wafunika kwa damu Christ. ya Yesu Kristo. You are blessed Umebarikiwa in the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu Kristo. You shall not die but live Hautokufa bali to utaishi. declare the words of God. Tangaze matendo makuu ya Whatever the Mungu. devil have done in your life, Chochote ambacho shetani amefanya kwenye maisha yako today it is over. leo kimekoma. Lose him and let him go. Mwachie na In aende. the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. A new beginning for you today. Mwanzo mpya A kwako new leo. beginning for you today. Mwanzo mpya kwako leo. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Congratulations. Hongera. Please follow our church officials. Wafuate watumishi tafadhali. Follow. Omba ombi hili. Everyone stand up on your feet. Kila mmoja simama kwa miguu Oh yako. Lord, arise. Mwambie Mungu inuka. Scatter every evil padlock. Tawanya kila kofuli la uovu Anyone have used to lock the heavens over my testimonies. ambalo mtu ametumia kufunga mbingu katika Oh maisha Lord my yangu. God, Bwana Mungu wangu, arise. inuka. Scatter every evil padlock. Tawanya kila kofuli la uovu Anyone have used ambalo yoyote to amelitumia lock the heaven over my kufunga testimony. mbingu katika hatima yako. Somebody lift up your voice. Inua sauti yako. Anywhere they have padlocked your Popote testimony, walipoweka kofuli kwenye hatima ask the yako, Holy Spirit, mwombe Roho the Mtakatifu, power of the Holy Spirit, nguvu ya Roho to Mtakatifu unlock it. kufungua. Open your mouth and pray. Fungua kinywa chako na Open uombe. your mouth and pray. Fungua Open kinywa your chako mouth na and uombe. pray. Fungua kinywa chako na Open your uombe. mouth and pray. Open your mouth and Fungua pray. kinywa chako na uombe. Fungua kinywa chako na Every uombe. way they have locked up your heavens Popote with walipofunga any mbingu evil yako padlock, kwa kofuli la uovu, today it is unlocked. leo linafunguliwa. Today it is Leo locked. It is linafunguliwa. unlocked. It is removed by the blood of Jesus Linaondolewa Christ. kwa damu ya Yesu Somebody Kristo. lift up your voice and pray. Inua sauti yako na Somebody uombe. lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Every evil forces that Kila have closed my laana ya heavens, kiovu inayofunga today mbingu. let them be open. Let them be Leo open. mbingu zifunguliwe. Loose them, loose them, loose them, loose them, Waachie, loose them. waachie, waachie. Now, in the name of Jesus Christ. Sasa katika jina la Yesu. Leko shakatala, baliyabo shalaba. The heaven over your business is Mbingu open. kwenye biashara The yako heaven inafunguliwa. over your marital Mbingu kwenye breakthrough is open. ndoa yako inafunguliwa. Yakote katoke tola balaba. Ashua katoke laba. Akatoko toko tole ya baba baba. Alande lande 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 lebo shelaba. Shiakate labala. Abalibo shiakaleba. Shuande kato chianda limba labolia balaba. Shuakate labalando lobo shalaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Begin to declare open heavens in every area of your life. Anza kutamka mbingu kufunguka Lord, kwenye kila cause eneo me la to maisha enjoy yako. open heavens. Mungu sababisha In my nifurahie family, mbingu open za the wazi. heavens. Kwenye In familia my yangu business, fungua open mbingu. heaven. Kwenye biashara In my mbingu career, za wazi. open heaven. Kwenye taaluma In my mbingu za wazi. academics, open Kwenye heaven. masomo yangu mbingu Oh, za in the wazi. work of my hand, open Kwenye heaven. mbingu za Begin wazi to katika declare kazi open yako. heavens. Anza Begin to kutamka declare mbingu open za wazi. heavens. Begin to Tamka- declare open tamka heavens. mbingu Begin kwa to wazi. declare open Tamka heavens. mbingu kwa Open wazi. heavens in every area of your Fungua life. mbingu kwenye Open maeneo ya heaven in maisha every yako. area of your Fungua life. mbingu kwenye maeneo Open ya heaven in maisha every yako. area of your life. Fungua mbingu kwenye Are you maeneo ya praying maisha at yako. all? No one will do the prayer except you. Omba, omba, hakuna Oh, atakayekuombea isipokuwa wewe. open heaven in the work of your hand. Fungua mbingu Open katika heaven. mikono When your yako. heaven open, promotion comes. Mbingu When your heaven zinapofunguka, open, kuinuliwa stagnation kunakuja. ceases. When your Mbingu heaven open, zinapofunguliwa, oh, everything work for your kufunguka good. kunakoma. Let the open heaven. Mbingu Oh, zifunguke. Lord. Oh, anointing upon this commission come upon you. Oh, this Baba, commission is huduma enjoying hii open heaven. iwe juu yako. Oh, begin to enjoy it today. Huduma hii Begin to inafurahia enjoy it mbingu today. za wazi. Begin to enjoy it today. Anza Let there be kufurahia open leo. heaven, open heaven, open heaven, open heaven. Mbingu za wazi, mbingu za In wazi. your finances, open heaven. Kwenye In your fedha, academics, mbingu za open wazi. heaven. Kwenye Oh, masomo, ye mbingu za kate wazi. kalobo, ye kate keto keto, Yeshua kalaba, ayandele boshia, alaba la boshia katolema, eliaba alaba, alaba la boshia kateliaba, ekete kete keto, ekete kete keto, ekato pelanda, shande kava, shalabalaba. Take it, take it, take it, take it, take it. Chukua, chukua, Oh, chukua, that chukua, heaven chukua. is no more closed over your life. It is open. It is open. Mbingu zako It is open. zinafunguliwa. It is open. Mbingu It is zako open. It zinafunguliwa. is open. Mbingu zako zinafunguliwa. In the name of Jesus. Sasa katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. It is done.
imekuwa. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. You will never experience closed heaven anymore. Hautapata mbingu zilizofungwa The tena. heaven over your life are open Mbingu today. zako zimefunguliwa leo. In your academics, the heavens are Kwenye open. masomo yako mbingu In your zimefunguliwa. marital desire, the heavens are Kwenye open. tamaleo la ndoa mbingu In your zimefunguliwa. business, the heavens are Kwenye open. biashara mbingu zimefunguliwa. In the work of your hand, the Kwenye heavens are kazi ya open. mikono yako mbingu In zimefunguliwa. the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu In Kristo. your ministry, the heavens are Kwenye huduma open. yako mbingu zimefunguliwa. Begin to enjoy open heaven from Anza kufurahia henceforth. mbingu za wazi kuanzia In the sasa. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu This Kristo. week is declared as your week of Wiki open hii heaven. inatamka wiki This ya week mbingu is za wazi. declared as a week of open Inatamka ni heaven. wiki ya mbingu This za week wazi. is declared as a week Inatamka of ni open wiki ya heaven. mbingu za I wazi. decree open heaven Natamka testimonies. mbingu kwa I wazi, decree open shuhuda heaven za testimonies. mbingu za I wazi. decree open heaven Natamka shuhuda testimonies. za mbingu za In wazi. the name of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. Every devil that will attempt to close your heaven Kila anymore, shetani anajaribu As kufunga they think mbingu of zako. it. Anapowaza as they tu. think of it, Anapowaza the tu. thunder of heaven strike them in Radi the ya name of mbinguni Jesus Christ. itapiga. The thunder of heaven strike them Radi in ya the name mbinguni of Jesus itapiga Christ. katika jina la The Yesu. thunder of heaven strike Radi ya them in the mbinguni name of Jesus. itapiga kwa jina la Yesu. Every witch, every Kila wizard mchawi na mshirikina standing against your open heaven anasimama testimony. kinyume na mbingu kwa wazi. Today they are destroyed. Wanaharibiwa. Today they are destroyed. Wanaharibiwa. Every occultic power, Kila nguvu za every watu marine kafara. spirit Kila roho za standing bahari. against your open heaven Kinyume na blessings mbingu zako ziko by wazi. the power of the Holy Kwa Ghost. nguvu ya Roho They Mtakatifu. are destroyed. Wanaharibiwa. Let the fire of the Holy Kwa Ghost moto wa consume Roho them. Mtakatifu. Let the fire of the Holy Ghost Moto wa consume Roho them. Mtakatifu Let the wateketeze. fire of the Holy Ghost Moto wa Roho consume them. Mtakatifu wateketeze. I will hear your testimony of open heaven this Nitasikia week. shuhuda yako ya mbingu za wazi. As you depart from here Unapoondoka hapa this afternoon, mchana huu you shall receive open heaven phone calls. utapata simu ya The mbingu phone za calls wazi. of favor. The phone calls of change of story. Simu za kibali, The full course of simu za miracle badiliko ya job. historia, It shall simu be la the kazi order ya of the day in your miujiza. life this way. Itakuwa ni mambo ya kawaida In kwako the wiki hii. name of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. Clap your hand for Jesus Pigie Bwana Christ Yesu makofi and have your seat. na tafadhali keti.